Kwa hiyo sasa wamekata tamaa. Wanaona ni mtu ambaye haeleweki. Wanaona ni mtu ambaye hana faida tena. Ni mtu ambaye hana faida katika familia, hana faida katika jamii. Amekuwa ni mtu tu, yupo tu. Haeleweki leo yake, haeleweki kesho yake. Lakini maisha yake yalipokutana na Yesu tu, yalipokutana na Yesu tu, kikawa kitu cha tofauti. Kikawa kitu cha tofauti. Kikawa kitu cha tofauti na kuambia. Wow. Yule kijana ambaye alikuwa anadharaulika leo anaenda katika miji 10 huko ubiri. Kama ingekuwa katika nchi ya Tanzania, Yesu angempeleka katika majiji 10 ya nchi ya Tanzania. Na jiji moja hapo angemleta ndani ya jiji la Mbeya, akapelekwa ndani ya jiji la Dodoma, angepelekwa Dar es Salaam, angepelekwa Mwanza, angepelekwa Arusha, katika hayo majiji akamhubiri Yesu. Yesu. Najaribu kuwaza kitu kimoja. Imekwaje Yesu ametoka katika mkoa mmoja, ametoka katika nchi moja, ameingia katika upande wa pili wa bahari, alafu kwa ajili ya mtu mmoja tu, amemaliza kumsaidia yule mtu mmoja, wanamfukuza. Wanamwambia Yesu, toka katika mji wetu, hatukutaki Yesu, ondoka katika mji wetu. Na Yesu bila kinyongo akaondoka katika huo mji. Angalia, Yesu amesafiri safari, hatujui ni masaa ngapi, hatujui ni siku ngapi, anaenda kwa ajili ya mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu, kama vile ambavyo tumewaletea injili katika maeneo haya. Yamkini hii sio kwa ajili ya kila mtu, yamkini ni kwa ajili ya mtu mmoja tu, kwa ajili ya kijana mmoja tu, kwa ajili ya binti mmoja tu, kwa ajili ya mtoto mmoja tu, kwa ajili ya mama mmoja tu. Haimsumbui Yesu kutumia mamilioni ya fedha ili aje kuponya ugonjwa ulionao. Haimsumbui Yesu kutumia mamilioni ya fedha ili mtu mmoja aseme ndio Bwana. Haimsumbui Yesu kutumia mamilioni ya fedha ili kijana mmoja apate huduma ambayo Mungu amemwambia. Haimsumbui